Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tunaelekea huko Ulaya. Umoja wa Ulaya EU unaamini kwamba Marekani, Uchina na Urusi wanataka kuidhoofisha Ulaya. Hii ni kwa mujibu wa matamshi yaliyotolewa na Kaja Kallas, mkuu wa Umoja wa Ulaya. Yanakuja wakati viongozi wa Ulaya wakikabiliana na kutokuwa na uhakika juu ya kujitolea kwa muda mrefu kwa Washington kwa usalama wa Ulaya. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameonya kwamba Marekani, Uchina na Urusi zote zinapendelea Ulaya iliyogawanyika kwa sababu Umoja wa Ulaya unawakilisha nguvu ya kijiografia yenye uwezo wa kuyapa changamoto mataifa makubwa. Akizungumza katika mkutano wa Lennart Meri huko Tallinn, mji mkuu wa Estonia, Kaja Kallas alisema nguvu ya pamoja ya Umoja wa Ulaya ni kwa nini mamlaka ya nje umejaribu kuidhoofisha. Hawapendi Umoja wa Ulaya. Hiyo ni wazi, alisema. Ikiwa tutashikamana, ikiwa tunafanya kazi pamoja, basi sisi ni nguvu sawa, tuna nguvu, anasema Kaja Kallas. Matamshi yake yanakuja wakati viongozi wa Ulaya wakikabiliana na kutokuwa na uhakika juu ya kujitolea kwa muda mrefu kwa Washington kwa usalama wa Ulaya. Amesema kuwa kushughulika na nchi moja za Ulaya ni rahisi kwa mataifa yenye nguvu ya kimataifa kuliko kufanya mazungumzo na umoja huo kwa ujumla, akielezea juhudi za kukuza uhusiano wa nchi mbili kama sehemu ya kimkakati ya kugawanya na kushinda. Kaja Kallas pia amezitaka serikali za Umoja wa Ulaya kupinga shinikizo zinazoweza kudhoofisha umoja huo, akionya kwamba mgawanyiko wa ndani unaweza kupunguza ushawishi wa kimataifa wa umoja huo huku kukiwa na kukosekana kwa utulivu wa kijiografia. Anasema, kwa nini mamlaka haya yanataka kusambaratisha Umoja wa Ulaya? Ni kwa sababu tuna nguvu zaidi tunapokuwa pamoja, alisema Kaja Kallas wakati wa mkutano huo, akiamini kwamba Warusi, wa China pamoja na wa Marekani mpango wao ni kuhakikisha wanawasambaratisha watu wa Ulaya wasiwe kitu kimoja. Kallas pia amezitaka serikali za EU kupinga shinikizo zinazoweza kudhoofisha Umoja wa Ulaya, akionya kwamba mgawanyiko wa ndani unaweza kupunguza ushawishi wa kimataifa wa umoja huo huku kukiwa na kukosekana kwa utulivu wa kijiografia. Hata hivyo, mkuu huyo wa Umoja wa Ulaya amezitaka nchi hizo za Ulaya kushikamana kwa pamoja kwa sababu anaamini kwamba nchi hizi kubwa tatu kwa maana ya Urusi, China pamoja na Marekani zinataka kutengeneza mazingira ya kuzifanya nchi hizo zisiwe pamoja. Hata hivyo, katika kipindi hiki mataifa ya Ulaya yamegawanyika. Kuna baadhi ya mataifa ambayo kimsingi yameungana na Urusi licha ya kwamba nchi nyingi za EU zinashirikiana kwa pamoja katika kuipinga Urusi katika vita vyake huko nchini Ukraine. Lakini moja kati ya eneo ambalo mpaka sasa wameshindwa ni namna ya kuachana na Marekani pamoja na China. Bado kuna utegemezi mkubwa kutoka kwa Marekani kwa nchi hizo za Ulaya, lakini pia na hata kwa upande wa Uchina. Viongozi kadhaa walitembelea nchini China katika siku za hivi karibuni na wengine kwenda nchini Marekani. Wanashindwa kwenda nchini Urusi kwa sababu wameweka vikwazo vingi kwa Warusi. Lakini kwa sasa inaonekana kwa mtazamo wa Kaja Kallas ni kwamba nchi hizo tatu zinataka kuyatenganisha mataifa hayo ya Ulaya. Hata hivyo, kwa sasa tegemezi lao ni Marekani ambayo inaonekana nayo pia haionyeshi ushirika ule kama wa zamani kwa sababu ya aina utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ambaye ameonyesha kutaka ushuru mkubwa kutoka kwa watu wa Ulaya. Hata hivyo, safari yake kuelekea nchini China imekuwa ni gumzo kwa watu wa Ulaya kwamba rais huyo wa Marekani anataka kutengeneza uhusiano zaidi na China kuliko nchi za Ulaya. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.